Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia mnyambuliko wa vitenzi, maswali na majibu. Asante sana kwa kusubscribe. Tuanze. Mnyambuliko wa vitenzi. Swali la kwanza, eleza maana ya mnyambuliko. Kunyambua kitenzi ni kukiambatisha na viambishi mbalimbali ili kukipa maana mbalimbali. Yaani, viambishi vya mnyambuliko hutokea mwishoni mwa kitenzi baada ya mzizi. Na mnyambuliko hutumiwa kuelezea hali ambapo mzizi huongezewa viambishi ili kukipa kitenzi kinachohusika maana nyingine. Kwa hivyo una mzizi wa kitenzi, unaongeza viambishi tofauti tofauti ndio upate nini? Kauli mbalimbali au uweze kukinyambua na kupata maana tofauti. Pili, geuza sentensi zifuatazo katika kauli zilizo mabanoni. Kalei anamsomea mpwa wake. Weke katika kauli ya kutendesha. Kalei anamsomesha mpwa wake. Pili, nilisoma jarida maktabani. Kauli ya kutendewa. Nilisomewa jarida maktabani. Tatu, andika vitenzi hivi katika kauli zilizo mabanoni. Toa katika kauli ya tendesha inakuwa toza. Oa katika kauli ya kutendesha inakuwa oza. Nata katika kauli ya kutendesha inakuwa nasa. Jua katika kauli ya kutendeka inakuwa julikana. 4. Andika vitenzi vifuatavyo katika kauli zilizo mabanoni. Nyoa katika kauli ya kutendewa, nyolewa. Pokea katika kauli ya kutendeka, pokeleka. Fua katika kauli ya kutendeana, fuliana. Enda katika kauli ya kutendeshwa, endeshwa. Lipa katika kauli ya kutendeshea, lipizia. Fagia katika kauli ya kutendewa, fagiliwa. 5. Andika maneno yafuatayo katika kauli zilizo mabanoni. Chapisha katika kauli ya kutendesheka ni chapishika. Ganda katika kauli ya kutendama, gandama. Fiche katika kauli ya tendama, fichama. Fumba katika kauli ya kutendata, fumbata. Kokoa katika kauli ya kutendata, kokota. Okoa katika kauli ya kutendata, okota. 6. Yaandike maneno haya katika kauli zilizo mabanoni. Choma katika kauli ya kutendua, chomoa. Bomoa katika kauli ya kutenduka, bomoka. Pangika katika kauli ya kutenduka, panguka.